Naanza na Mheshimiwa Ado. Mheshimiwa Spika, ninashukuru kwa kuniona. Ninasimama chini ya kifungu cha 125 cha kanuni zetu nikitaka maelezo ya nyongeza juu ya suala la uwekezaji wetu katika mradi wa Muhimbili mpya. Na naomba Mheshimiwa Spika iingie kwenye rekodi kwamba mimi sipingi uwekezaji katika hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili. Nasema hivyo kwa sababu hali ya Muhimbili ninaifahamu, ni hali inayosikitisha sana. Hoja yangu mimi iko centered katika 1.2 trillion. Nilikuwa nataka maelezo ya ziada. Kwa nini wizara imechukua approach ya kuwekeza fedha zote hizi trilioni 1.2 katika mradi wa Muhimbili mpya badala ya kuzigawanya ili sehemu ya fedha hizi ambao ni uwekezaji mkubwa sana katika historia ya financing yetu katika hospitali, ili nyingine ziende zikawekezwe katika hospitali zetu za rufaa. Hili ni jambo ambalo nilikuwa nataka ufafanuzi wa ziada, hasa ikizingatiwa kwamba sehemu kubwa ya fedha hizi kama ambavyo wizara yenyewe imesema ni fedha ambazo zitalipwa na Watanzania kwa sababu ni fedha za mkopo. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Afya naomba kumjibu Mheshimiwa Ado Shaibu. Kwanza nishukuru kwa hoja yako, lakini naomba nitoe ufafanuzi kidogo. Ujenzi wa Muhimbili mpya ni ujenzi ambao ulianza mchakato wake mwaka 2018. Na ilipofika 2020 wafadhili ndipo walipokubali andiko hilo. Tulikuwa na maandiko 14 nchi nzima kwa ajili ya uwekezaji wa Muhimbili mpya, lakini yaliyopita viwango ni maandiko 3 ikiwemo ujenzi wa Muhimbili mpya. Kwa hivyo uwekezaji wa Muhimbili mpya hauna alternative kwamba uache ubadilisha andiko ukagawanye ukajenge hospitali za kanda. Mkopo huo ni dola za Kimarekani milioni 363, takribani bilioni 900, na nchi ya Tanzania itachangia milioni 104. Kwa hiyo unapata ile trilioni 1.2 kwa mchango mkopo na mchango wa serikali. Lakini mchango wa serikali wa dola milioni 104 sio cash, ni msamaha wa kodi wa gharama zile za vifaa za uwekezaji ule. Lakini katika hiyo bilioni 363 ya mkopo ziko milioni 60,000 ambazo ni za dharura, ambazo zitatumika tu pale ambapo kutatokea changamoto. Na ujenzi huo Muhimbili mpya utachukua miaka 5. Na wajenzi wa ujenzi huo ni watoa mkopo South Korea. Kwa hiyo Mheshimiwa, mkopo huo utakuja kwa awamu kila mwaka. Kwa hiyo ukigawa pale kwenye ile bilioni 900 ni kama milioni 170 mpaka 200 kwa mwaka. Kwa hivyo Mheshimiwa Ado Shaibu, hatuna alternative ya kubadilisha, na naomba nikuthibitishie tuna hospitali ya taifa moja tu ambayo ni Muhimbili, ambayo ina miaka 120, imejengwa mwaka 1905. Na wathamini waliona kwamba tukiendelea na ukarabati wa Muhimbili kila mwaka ambao unatumia zaidi ya bilioni 7 kwa mwaka ni hasara zaidi. Ndio maana serikali kwa kuona umuhimu huo wa kuendelea kusave pesa ikaona ni bora iwekeze ili kuepusha zile gharama za ukarabati wa kila mwaka. Mheshimiwa Mbunge, ujenzi wa Muhimbili una faida kubwa sana. Kwanza, ujenzi huo unaenda ujenzi wa hospitali, kuweka vifaa tiba vya kisasa vyote, lakini na kujenga mfumo wa kuendeshea hospitali. Gharama yote hiyo milioni 363 za Kimarekani iko included. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, nikuthibitishie baada ya ujenzi huo
Kwanza tutaondoa kabisa ile Muhimbili kusambaa. Muhimbili imesambaa, inashindwa kupata ithibati ya kimataifa kwa sababu imesambaa na miundombinu ni chakavu. Sasa madaktari wetu bingwa sasa wataenda kutoa huduma kwenye hospitali ya kisasa kabisa. Kwa hivyo sasa hospitali hii itaenda kuingiza mapato kwa sababu huduma zote za kibingwa na kibingwa bobezi zinazotolewa pale zitafanyika. Lakini wataalamu wetu ambao ni mabingwa kabisa wataonyesha uwezo wao kwa sababu wana miundombinu wezeshi. Wataalamu wetu watatoa kibingwa bobezi kwa sababu sasa wana vifaa vya kuwawezesha kufanya hizo huduma. Kwa Mheshimiwa Ado Shaibu, naomba uridhie tuweze kupata hospitali hiyo ili tuweze kuboresha huduma. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, pamoja na maelezo mazuri kabisa ya Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba nimfahamishe mdogo wangu Ado kwamba ujenzi wa Muhimbili hauisimamishi serikali kuendelea kuboresha hospitali zote nchini. Hausimamishi. Tunatamani Wizara ya Afya siku moja Benjamin Mkapa pia iwe hospitali ya taifa, kwa sababu ya maboresho makubwa ambayo yanaendelea. Tunaendelea ujenzi wa hospitali za mikoa. Nimekwisha sema hapa katika bajeti hii tuna nyongeza ya fedha ambayo tumepeleka kwenye hospitali za rufaa maeneo mengi nchini. Nimekwisha zitaja baadhi: Rukwa, kule kwa Mwalimu Nyerere, Mara. Tumetaja Kagera, tunakwenda kujenga hospitali mpya kabisa mkoa wa Kagera. Hivi juzi tumepeleka bilioni 25 ujenzi wa hospitali ya Sokoture pale Mwanza. Tunaendelea katika kanda zetu zote, na tunataka tuwaambie Watanzania kwenye kanda zote kwamba Muhimbili haitasimamisha maboresho katika hospitali nyingine zote kote nchini, haitasimamisha maboresho kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati zote. Na dhamira hii ya Rais Samia iko wazi. Mheshimiwa Spika, nimesema hapa kwamba ndani ya miaka minne amejenga vituo vya afya 3530 na kwa sasa pia tumeweka kwenye mpango Wizara ya Afya kwa kushirikiana na TAMISEMI tutaendelea kuzijenga na tutazijenga nyingi. Na Mheshimiwa Spika, niseme tu wazi kwamba hakuna Mtanzania atakayeweza kutuzuia kuijenga Muhimbili. Hayupo. Tutaendelea na ujenzi wa Muhimbili kwa sababu tunajua kwamba tutakapomaliza ujenzi huu hawa wanaopinga ndio watakuwa wa kwanza kwenda kuhudumiwa pale, kama ilivyokuwa SGR, kama ilivyokuwa bwawa la Mwalimu Nyerere, kama ilivyokuwa ununuzi wa ndege, kama ilivyokuwa ujenzi wa meli mpya kule Ziwa Victoria, ujenzi wa daraja la Dr. John Joseph Pombe Magufuli na mambo mengi kadha wa kadha. Mheshimiwa Spika, Mwenyekiti, jambo hili lina umuhimu kwa taifa letu. Muhimbili imejengwa ina miaka 125. Hivi tumesimama. Ni lazima tuiboreshe, tuweze kuijenga kwa maslahi ya taifa la Tanzania. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Waheshimiwa Bunge, muda wa kipindi hiki kuzungumza na mwenye mamlaka ni Spika. Nimaacha wazungumze kwa kirefu, wabunge mwelewe na wananchi mwelewe nia njema ya serikali. Na natumai Mheshimiwa Ado umeelewa vizuri sasa. Umeelewa. Usisimame, wewe sema ndio hapana. Mheshimiwa Spika, mimi nimekuelewa. Umeelewa, basi kaa chini. Na hiyo hospitali unajua ilianza na jina gani? Naam. Hiyo hospitali iliyojengwa ilianza na jina gani? Princess Margaret. Mheshimiwa Kijakazi Yunus. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatambua jitihada za serikali, imefanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba inafikisha huduma za afya kwa wananchi kwa kujenga hospitali